Watu wa Mungu, tupo sehemu ya 4 sasa ya somo letu. Msisitizo wa huduma ni kuenenda kwa roho na kwa nguvu. Na leo tunapoanza sehemu ya 4 ya somo letu, nitakufundisha mambo ya msingi nikiwa namalizia kile kipengele cha upako. Lakini kabla ya kuanza na kumaliza yale ambayo nilipaswa nikufundisha siku ya leo, haraka haraka nikupe muongozo na uelekeo wa somo letu pale tulipoanza na hata tunapoendelea siku ya leo. Sura ya 10 mstari wa 38 kitabu cha Matendo ya Mitume ndipo mahali tunaposimamia. Katika Matendo ya Mitume 10:38, Petro anamzungumzia Yesu Kristo kwa Kornelio. Anasema huyo Yesu Mungu alimtia mafuta ili atende kila tendo jema au kila kazi njema. Na tutafsiri maana yale matendo mema, maana yake ni matendo ya fadhili, kwa hurumia na kuwasaidia wengine. Na akazungumza pia alitiwa mafuta kwa roho na kwa nguvu ili pia aweze kufanya kazi mbalimbali za uponyaji, akizishinda zile kazi za ibilisi. Kwa hapo ndipo mahali tunaposimamia. Kule kutiwa mafuta kwa roho na kwa nguvu ndiko kuliko muwezesha Yesu Kristo aenende ama atembee katika roho na nguvu. Kwa niliweka msisitizo kwenye habari ya kujifunza na kufundisha kuhusu upako, kwa sababu maandiko tunayoyasimamia katika sura ya 10 mstari wa 38 ya Matendo ya Mitume yanasema Yesu alipakwa mafuta kwa roho na kwa nguvu. Alitiwa mafuta kwa roho na kwa nguvu. Kwa hiyo tulianza kuchambua dhana ya upako au kutiwa mafuta kuanzia kwenye Agano la Kale mpaka kwenye Agano Jipya. Na tulisema maana nzima ya upako maana yake ni tendo la Roho Mtakatifu ama ishara ya Roho Mtakatifu kuwaita watu kwa ajili ya huduma, kuwaweka watu wakfu kwa ajili ya hiyo huduma na kuwawezesha kwa ajili ya hiyo huduma. Kwa tendo hili la upako lilifanyika kwa ishara katika Agano la Kale, ambapo walikuwa wanamwagia muhusika mafuta kichwani. Ila kwenye Agano Jipya hahitaji mafuta yamwagikie kichwani physically ili tuamini kwamba huyu ameitwa kweli ama huyu amewekwa wakfu kweli na kutengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Inahitaji tu Roho Mtakatifu ndani ya muhusika. Kwa hiyo tulizungumza tukasema kwamba upako katika Agano Jipya ni Roho mwenyewe. Sawa? Tulisema upako ni mtu, na mtu huyo ni nani? Ni Roho Mtakatifu kwenye Agano Jipya. Na nikagusia kidogo tofauti kubwa ya upako wa Agano la Kale na Agano Jipya. Tukasema kwenye Agano la Kale upako ulikuwa ni wa muda, ulikuwa tu temporary. Maana yake ni kwamba ile ishara ya mtu kumwagiwa mafuta ambayo inaashiria ujio wa Roho Mtakatifu juu ya mtu, ule ujio wa Roho Mtakatifu juu ya mtu halikuwa jambo la kudumu. Ilikuwa ni kwamba Roho anakaa na huyo mtu as long as huyo mtu yupo katika wajibu wake wa kutimiza kusudi ambalo Mungu amemuitia. Kwa mtu anapomaliza wajibu wake na kusudi lake, Roho alikuwa ana depart. Kwa hiyo utaona tofauti ya upako wa Agano la Kale na Agano Jipya ni kwamba Agano la Kale upako ulikuwa wa muda, yani makao ya Roho Mtakatifu hayakuwa ya kudumu ndani ya mtu, yalikuwa ni ya muda. Kwenye Agano Jipya ni kinyume chake. Na utaona sasa tunaweza tukaipeleka mbali kusema kwamba kwenye Agano la Kale roho waga inatumika hii terminology kwamba Roho Mtakatifu alikuwa anakaa juu ya mtu, wakati kwenye Agano Jipya Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mtu. Maana ya maneno haya sio kwamba Roho alikuwa anakaa juu ya mtu literally, hapana. Inamaanisha kwamba utendaji na huduma ya Roho Mtakatifu kwa watu wa Agano la Kale haikuwa ya kudumu kama ilivyo vile kwenye Agano Jipya. Kwa kwenye Agano la Kale watu walikuwa wanatembea na Roho Mtakatifu kwa sababu ya assignment fulani walionayo. Lakini tofauti nyingine utagundua katika Agano la Kale sio kila mtu alikuwa anapakwa mafuta. Mafuta ama upako ulikuwa ni kwa ajili ya watu maalum ambao wameitwa kuwa manabii, kuwa wafalme, kuwa makuhani na kuwa waamuzi, na watu wengine ambao wameitwa kufanya shughuli fulani maalum kwa wakati maalum. Lakini kwenye Agano Jipya Roho Mtakatifu ama upako ni kwa ajili ya waamini wote. Kwa waamini wote pasipo kujali ana kazi gani, pasipo kujali wajibu wake madhabahuni, pasipo kujali, as long as ameamini, huyo tayari anao upako. Watu wa Mungu, tumeelewa haraka haraka hayo marudio? Sawa. Sura ya 10 mstari wa 38 naomba tuirudie pale. Leo nitakufundisha kazi ya upako na nitakufundisha pia uelewa usio sahihi ambao wengi huwa tunakuwa nao kwa habari ya upako. Nitakufundisha mambo mawili. Kwanza, kazi ya upako. Pili, uelewa usio sahihi kwa habari ya upako ambao wengi huwa tunakuwa nao. Sura ya 10 mstari wa 38, habari za Yesu Nazareth.
jinsi Mungu alipomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo kwa sababu upako ni Roho Mtakatifu, kazi zote za upako ni kazi za Roho Mtakatifu. Narudia, kwa sababu tunajifunza kwa habari ya kazi za upako, nataka uelewe hili jambo. Sio kwamba upako una kazi zake na Roho Mtakatifu ana kazi zake. Kwa sababu upako ni Roho Mtakatifu, tunapojifunza habari ya kazi za upako, tunajifunza juu ya kazi za nani? Za Roho Mtakatifu. Wangapi wameelewa sasa hapo? Usitenganishe vitu hivi viwili, Roho Mtakatifu na upako, usitenganishe. Havitengani, havitofautiani, ni kitu kimoja. Ni kitu kimoja. Ni kitu kimoja. Wengi tumekuwa tuna misconception, nitazielezea hapo baadaye, kwa habari ya upako. Mara nyingine hizo misconceptions zimetupeleka kudhani kwamba Roho Mtakatifu ni kitu kingine na upako ni kitu kingine. Hapana. Roho Mtakatifu ndio huo upako. Kwa tukianza kuzizungumzia kazi za Roho Mtakatifu hapa, tukianza kuzungumzia kazi za upako, maana yake tunazungumzia kazi za Roho Mtakatifu kwa muamini ama kupitia muamini. Zipo kazi nyingi sana za Roho Mtakatifu. Mimi katika point hii nitajilimit kwenye point kubwa mbili. Katika eneo hili la kuzungumzia kazi za Roho Mtakatifu, nitazizungumzia angalau katika point kubwa mbili. Kwanza, kazi ya kwanza ya upako ambayo ndio sawa na kazi ya Roho Mtakatifu ni kuwezesha huduma au utumishi. Ni kuwezesha huduma au utumishi. Hiyo ndio kazi ya upako, kuwezesha huduma au utumishi. Na nitaomba sasa tufuatane kwenye haya maandiko tuweze kuyasoma kwa pamoja. Kitabu cha Luka sura ile ya 4 mstari wa 18. Kitabu kile cha Luka sura ile ya 4 mstari wa 18, kipengele cha mstari wa 18a pale. Anasema, Roho Bwana Mungu yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Anaanza kusema amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Haya ni maneno ambayo Yesu Kristo alianza kuyaongea siku amesimama mbele ya sinagogi na kutoa hotuba yake ya kwanza. Akatafuta habari ya namna hii kwenye kitabu cha Isaya na akaanza kuihubiri, na mwisho wa siku akasema haya yametimizwa leo kwa mimi kuwepo hapa. Anasema, Roho Bwana Mungu yu juu yangu, maana amenitia mafuta kufanya kazi ambazo anazitaja pale. Kwa lugha nyingine ni kwamba tulizungumza tulipokuwa tunaangalia kazi ya upako katika Agano la Kale, tukasema upako ndio uliokuwa unahalalisha utumishi ama kazi ya mtu yeyote. Manake mfalme asingeanza kufanya majukumu ya kifalme, nabii asingeanza kufanya majukumu ya kinabii, wala kuhani, isipokuwa ametiwa mafuta. Kwa Yesu anaposema Roho Bwana Mungu yu juu yangu, maana amenitia mafuta kuwahubiri wanyenyekevu habari njema, na kusema kazi za namna hiyo, ilikuwa tayari inaeleweka kwa wasikilizaji wake, kwa sababu wanafahamu matumizi ya upako, kwamba upako ndio unaomuasha, ndio unaomuingiza mtu kwenye utumishi fulani. Kwa Yesu anasimama anasema, Roho Bwana Mungu yu juu yangu, ameniruhusu, ameniwezesha, ananitumia katika kazi hizi ambazo ninazitaja, na ndizo hizo ambazo akazitaja Yesu Kristo pale. Kwa utaona kazi ya upako ni kuwezesha huduma. Tunaelewa vizuri? Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari ule wa 18. Hii ni habari ambayo Luka anaikoti kutoka kwenye sura ya 24 ya Luka kule mwishoni. Yesu wakati anaondoka aliwaambia wanafunzi wake, msiondoke hapa mpaka itakapowajilia nguvu ya Roho Mtakatifu muanze kufanya huduma. Na Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu. Luka akirudia kile ambacho Yesu aliwaambia wanafunzi, anasema Yesu aliwaambia wanafunzi, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Manake ili wawe mashahidi, waweze kutangaza kazi ya Yesu Kristo, walihitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa bila nguvu ya Roho Mtakatifu ama bila upako, ni ngumu sana mtu kufanya utumishi. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Utumishi unawezekana kupitia kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Matendo ya Mitume haraka sura ile ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 3. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 3.
mistari michache tu hapo. Matendo ya Mitume. Anasema na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Kwa unaona, Roho Mtakatifu anawaita watu kwenye huduma, na mwisho wa siku anawawezesha watu kufanya hiyo huduma. Swali la msingi ambalo utatakiwa kujiuliza na mimi nakujibu hapa ni kwamba Roho Mtakatifu anawezeshaje huduma ama anawezeshaje utumishi? Ndio swali la msingi ambalo ninaenda kujibu hapa. Kwanza, Roho Mtakatifu anawezesha huduma ama utumishi, ama tuseme upako unawezesha huduma ama utumishi. Kwanza, kwa njia ya karama. Sawa watu wa Mungu? Kwa njia ya karama. Maana yake Roho ili amwezeshe muamini kufanya huduma ama utumishi, huachilia karama zake juu ya muamini. Huachilia kazi na utendaji wa kazi juu ya muamini. Huachilia vipawa juu ya muamini. Kwa muamini anapovitumia vile vipawa, zile karama na zile kazi kwa ajili ya kile ambacho Roho amemuitia, kazi ya Mungu inafanyika kwa namna hiyo. Kwa hiyo Roho huwezesha kazi yake kufanyika kwa njia ya kuachilia vipawa. Niliwahi kuwafundisha siku moja nikasema, vipawa ama karama vinapaswa kutazamwa kama zana za kufanyia kazi. Kwa ni kama fundi ujenzi, ana uelewa wa ujenzi kabisa, anaweza kujenga, lakini hawezi isipokuwa anavyo vifaa vya ujenzi. Na ndivyo Roho Mtakatifu kwa habari ya karama zake. Karama zake ni kama zana. Kimsingi tafsiri ya karama ni zana azitumiazo Roho Mtakatifu kufanya kazi na muamini. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu Kwa karama sio ya muamini kwanza, ni ya Roho Mtakatifu. Na ndio niliwaambia hapa ndipo mahali pana mtego kwa habari ya uwakili, stewardship. Maana ya uwakili kibiblia, nitakuja mpaka hapa. Maana ya uwakili kibiblia, maana yake ni usimamizi. Kwa mtu anapokuwa wakili, maana yake anapewa kusimamia mali ya mtu mwingine. Sasa mtego wa wakili uko hapa kwamba Mungu huwa anatupa tusimamie vitu vyake, na anatupa uhuru navyo kiasi kwamba huwa tunajisahau mpaka kudhani kwamba ni vya kwetu. Hapo ndio kuna mtego. Kwa kuna hatihati ya muamini kushindwa kukitumia vizuri, kwa sababu kimekaa kwake muda mrefu, kimefanana naye sana, mpaka mwisho wa siku ni kama kimeanza kuweka alama yake. Mpaka sasa inamjaribu yeye kudhani kwamba ni cha kwake na anaweza akakitumia nyakati anazotaka kukitumia. Kimsingi anaweza akakitumia nyakati ambazo amefurahishwa kukitumia. Kama hajafurahishwa anasema mimi ile kanisa siimbi, wameniudhi sana. Kwa amejaribiwa mpaka kudhani kwamba ni cha kwake. Kwa karama ama huduma ama zana zozote ambazo Kristo anaziachilia kupitia Roho Mtakatifu kwa muamini, sio za muamini. Ndio maana identity inabaki ile ile. Karama za Roho Mtakatifu ni za Roho Mtakatifu. Kwa mtu anapozitumia hizi karama, ni Roho Mtakatifu anafanya kazi pamoja naye. Imeeleweka vizuri watu wa Mungu? Imeeleweka vizuri? Kwa maana ya kwanza ya karama ni zana za Roho Mtakatifu zinazomwezesha muamini kufanya kazi. Maana ya pili ya karama, huduma ama kazi ambazo Roho anaziachilia kwa muamini, ni namna ambayo Roho hujidhihirisha kupitia muamini. Kwa karama ni namna ambayo Roho hujidhihirisha kupitia muamini. Hujidhihirisha, hujifunua. Anajifunuaje? Anajifunua kupitia unabii, anajifunua kupitia lugha, anajifunua kupitia uponyaji, anajifunua kupitia yote. Ni Roho anajifunua kama apendavyo yeye. Roho anajifunua. Kwa Roho Mtakatifu huwezesha huduma na utumishi, kwanza kwa kuachilia karama za kwake juu ya waamini. Naomba nipeleke kwenye kitabu cha Waefeso sasa. Kama kuna mtu amepata kabla yangu itakuwa ni nzuri. Waefeso sura ile ya 4 kuanzia mstari wa 11 na mstari wa 12 tu, mistari michache. Okay, nimeipata kabla yenu. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Anasema alitoa wengine kuwa mitume, manabii, walimu, wachungaji, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kama Biblia ni yako, pigia mstari maneno kuwakamilisha watakatifu.
Maana ya kukamilisha watakatifu ni sawa na kucause maturity, kusababisha ukomavu wa watakatifu. Kwa utagundua lengo na kazi ya karama za Roho sio kuleta utukufu kwa mwenye karama, ni kusababisha ukomavu kwa watu wanaohudumiwa na zile karama. Ni kufanya kazi ya Mungu isonge mbele, ni kufanya kanisa lijengwe. Ndio msingi, ndio maana ya zile karama na zile huduma zote ambazo Roho huziachilia kwa watu. Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Haraka tukimbie pale. Wakorintho wa kwanza sura ya 12, ukipata anza kusoma mstari wa 4 mpaka wa 11. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4 mpaka wa 11. Wakorintho wa kwanza 12 kuanzia mstari wa 4 pale. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, basi pana tofauti za karama, lakini bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule, azitendaye kazi zote katika wote. Kwa utaona anasema pana tofauti za karama, lakini Roho ni yeye yule. Pana tofauti za huduma, Bwana ni yeye yule. Pana tofauti za kutenda kazi, lakini Mungu ni yeye yule. Na hii inatupa picha kwamba kwa habari ya kuachilia karama na vipawa kwa waamini, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wanahusika kuifanya hiyo kazi. Simuona pale anataja Roho, anataja Bwana, anataja Mungu. Bwana ni Bwana Yesu, alafu Mungu ni Mungu Baba. Anaendelea pale mstari wa 7, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Manake mimi nikiwa nina karama fulani ya Roho, karama ambayo wengine wewe hauna, hainifanyi mimi nionekane spiritual wa kiroho kuliko wewe. Ni bahati mbaya tu kwamba kile kitabu chetu cha mkomavu, mwenye karama asiye mkomavu kimetuishia, lakini kile tutakitoa tena. Kitatusaidia sana. Mtu kuwa na karama za Roho haimaanishi kwamba ndio yuko rohoni kuliko wengine wote. Haimaanishi kwamba ndio amekomaa kiroho kuliko wengine wote. Hapana. Ishara ya ukomavu wa kiroho muamini sio karama. Ishara ya ukomavu wa kiroho muamini ni tunda la Roho. Kama ilivyo kwenye mti, ishara ya ukomavu wa mti ni tunda, sawa? Ndivyo ilivyo kwa muamini, ishara ya ukomavu wa kiroho muamini ni nini? Ni tunda la Roho. Ndio maana katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13 Mtume Paulo anaandika, anasema naweza nikawa na karama kubwa, nikawa na imani hata ya kuhamisha milima, nikawa nikizungumza ni moto tu unatoka mdomoni, nikawa na uwezo wa kutenda matendo mema hata nikafikia point ya kutoa mwili wangu uchomwe moto, lakini nisiwe na upendo. Okay, naweza nikayafanya hayo yote bila upendo. Sawa? Kwa mtu anaweza akawa na karama na akazitumia karama bila upendo ambao ni ishara ya ukomavu. Kwa mtu anaweza akawa na karama na asiwe amekomaa. Tena kimsingi kilichotufikisha kanisa letu la ulimwengu mzima mahali hapa pabaya namna hii, ambao sasa mpaka inafikia point watu wanaogopa hata kujitambulisha kama ni wachungaji, ingawa siku hizi kidogo kwa sababu imeonekana wachungaji tuna hela, watu wana nini tu. Nina hela, mimi nina hela. Sasa kilicholeta kanisa hapa mpaka watu waseme kwamba, utaona kule Instagram tunaopita pita anasema wale I'm proud to be, anataja dini yake. Hapo ni baada ya kituko cha walokole kufanyika. Anasema mimi bora tu nibaki huku nilipo. Kilichotuleta hapo ni kwa sababu karama ambazo ni genuine kabisa zimewekwa mikononi mwa watu wachanga kiroho. Umeona hiyo kitu Kwa sababu Paulo ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mpaka 14, hakuna mahali anapotilia shaka genuineness, uhalisia, usafi wa karama za Wakorintho. Kwa zile karama zilikuwa ni za Mungu kabisa, za Roho kabisa, lakini tatizo ni kwamba ziliwekwa mikononi mwa watoto wachanga kiroho. Kwa wakaanza kuzitumia vibaya na kuwaumiza wengine kwa hizo karama. Kwa kuwa na karama sio sign ya ukomavu. Sio sign ya ukomavu. Karama ni ishara kwamba Roho anadhihirika kupitia huyu mtu, na ni zana ambayo Roho anaitumia kuwahudumia watu wake. Imekaa vizuri watu wa Mungu? Kwa nimesema Roho anawezesha huduma kwanza kwa njia ya kutoa karama.
Tumalizie pale ile mistari michache kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 12 pale. Mstari wa 7 anasema kwa kila mmoja upewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kile ulichonacho ambacho mimi sina hakipaswi kututenga katika madaraja kwamba huyu yupo juu kuliko mimi. Kinapaswa kunifanya mimi nifaidike na hicho ambacho sina kutoka kwako, na wewe ufaidike na hicho ambacho hauna lakini mimi ninacho. Ndio kanisa linavyojengwa. Kanisa ni kama mwili. Pale mbele Paulo atazungumzia hiyo kwenye sura ya 12. Katika mwili, sio mwili mzima ni mguu. Kuna viungo mbalimbali. Ili mwili uweze kustawi, panapaswa kuwa na viungo mbalimbali. Kwa utofauti wetu ndio unaotujenga, haupaswi kututenga katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 8, maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza. Anaziorodhesha zile karama pale. Lakini nataka urudi kwenye mistari ya pale juu kidogo, kwa sababu Roho hatoi tu karama peke yake. Utaona jinsi anavyozi-categorize ule upaji wa Roho Mtakatifu. Anasema basi pana tofauti kwanza ya nini? Ya karama. Kwa Roho huachilia karama, sawa? Kwa anasema basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Angalia kundi la pili. Tena pana tofauti za huduma, sawa? Roho pia huachilia huduma kwa watu. Na mwishoni anasema kisha pana tofauti za kutenda kazi. Kwa Roho huachilia karama, Roho huachilia huduma, Roho huachilia utendaji wa kazi katika kanisa. Kwa kwamba hauneni kwa lugha haimaanishi hauna cha kufanya katika mwili wa Kristo. Na kuna muamini anaweza akaa nini kwa lugha eti? Nitakuja kufundisha kwa sababu tunaendelea na hili somo. Kwamba hautoi unabii haimaanishi hauna cha kufanya katika mwili wa Kristo. Kwa sababu kuna karama, kuna huduma na kuna kazi mbalimbali. Karama, huduma na kazi mbalimbali. Na utaona sura ya 31 ya Kutoka, Mungu anamtia Roho wake Bezaleli ili afanye kazi za ustadi au kazi za ufundi ndani ya kanisa. Sio, unanielewa vizuri? Kwa Roho hawi limited katika yale tu yanayofanyika madhabahuni. Unamhitaji Roho Mtakatifu hata katika hicho ambacho unadhani kwamba hakifanyi kazi ndani ya kanisa. Hicho hapo. Ukimuuliza Roho Mtakatifu vizuri, atakwambia namna ya kukitumia kwa ajili ya kanisa lake. Hilo ni jambo la kwanza, kwamba Roho Mtakatifu huwezesha huduma kwa kuachilia karama. Jambo la pili, au namna ya pili ambayo Roho huwezesha huduma. Roho huwezesha huduma kwa kuachilia nguvu ya uwezesho juu ya mhudumu. Nguvu ya uwezesho juu ya mhudumu. Roho anachompendea huwa haiti tu, anaita na kumweka mtu wakfu na mwisho wa siku kumwezesha huyo mtu. Kwa tunaitwa tukiwa hatujui chochote bado. Tunaitwa tukiwa sio wataalamu sana bado. Hahitaji uwe na kila kitu ili uitwe. Unahitaji tu kusikia sauti ya Mungu na kuwa tayari kuitikia. Baada ya hapo, Roho ndo ana kazi ya kuwakamilisha wale aliowaita. Roho ana kazi ya kuwakamilisha wale aliowaita. Kwa hiyo Roho huwezesha huduma kwa kuachilia nguvu ya huduma. Na ndio maana ni ngumu sana kufanya huduma bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni ngumu sana. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja, amenizidi sana umri. Namuita rafiki yangu kwa sababu tumekaa kwenye ofisi moja ya kichungaji. Na yeye alianza uchungaji baada yangu. Mungu amempa neema na hela nyingi sana. Kwa hiyo wakati ambao mimi nimeanza huduma, tulikuwa tunasalimiana tu hapo kwa mbali, mtumishi wa Mungu unaendeleaje hapa na pale. Miaka michache mbele na yeye akaanza huduma. Akaenda akaagiza mavyombo ya muziki ya kila namna akayaweka pale. Akaja akakodi ukumbi pale kaweka pale. Sawa, tulikuwa tuna baadhi ya wapigaji pale kanisani kwetu. Akawapenda wengine, akawaambia njooni huku nitakuwa nawapa nauli ya hapa na pale. Wale wapigaji wakaenda, baadhi wakawa wanapiga pale kwake. Akapiga kazi, nikamfurahia sana kwa sababu mimi sinaga roho ya kukunja hata siku moja. Nikamfurahia sana. Tukapotezana. Sikumuona tena kwenye ulimwengu wa huduma. Sikumuona, tukapotezana. Nikaja nikakutana naye baada ya siku kadhaa. Miaka kadhaa mbele. Baada ya kukutana naye, nikamuuliza mtumishi wa Mungu, huduma inaendaje? Akaniambia huduma gani? Kaambia ile ulioianza. Akasema hapa haya mambo mimi siyawezi. Mambo ya kwamba mimi ndo nikae niwe nalipa kodi na nalipa wapigaji na nalipa umeme, hapana. Mimi nataka nifanye biashara zangu, nikishakaa vizuri sasa ndio nirudi kufanya huduma. Sawa? Na alikuwa anaongea genuinely kwamba imefikia point ameshindwa kuendesha huduma.
Na mimi nikajiangalia, nikasema mimi mbona sina hela? Mbona huduma na kazi ya Mungu inaenda? Nikagundua kwamba kwa neema ya Mungu kinachofanya huduma iende sio fedha, ni Roho Mtakatifu na nguvu yake. Haihusiani na wingi ama uchache wa fedha. Haihusiani. Yaani haihusiani kabisa na una nini mkononi muda huo. Haihusiani, ni utayari. Ukishakuwa tayari, Roho wa Bwana. Mimi ukiniuliza hapa na wewe mwenyewe nikikuuliza hapa, tunatoa wapi fedha za kufanya huduma? Wewe hujui na mimi sijui, lakini huduma inaenda. Kwa kweli Mungu ni mwaminifu, hakuna kitu tumehitaji na tukakikosa. Hakipo. Yote tunayapata katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana yake kuna nguvu zaidi ya nguvu ya mwanadamu inayowezesha kazi ya Mungu kufanyika. Ni kweli nguvu ya mwanadamu inahitajika sana, sawa, lakini sio nguvu pekee tunayoihitaji. Kwa ukianza huduma ama ukiingia kwenye huduma kwa sababu ya nguvu ulionayo ya kimwili ama ya kiuchumi, hautafika mbali. Na kuna wengine hilo limewazuia kwa sababu hana nguvu ya kiuchumi, hana nguvu ya kimwili, ameshindwa kuanza. Anasema nitaanzaje na sina fedha? Haihusiani na fedha, mtu wa Mungu. Haihusiani na fedha. Ni Roho mwenyewe. Nini kinatokea Roho anapoiachilia nguvu ya kukuwezesha katika huduma? Kwanza, speed inakuwa sio ya kawaida. Speed ni kitu cha kwanza. Speed. Na hii speed waga haionekani kwa mbio, watu wa Mungu. Haionekani kwa unakimbia kiasi gani. Roho akiachilia nguvu ya uwezesho katika huduma, speed huwa inaonekana kwa uwezo wa kuvishinda vikwazo na sio kasi ya mambo kufanyika. Uwezo wa kuvishinda vikwazo. Kinainuka hiki mnakishinda, kile mnakishinda, hiki mnakishinda. Na yale yatakao kuja kutokea kwa kasi kule mbele ni matokeo ya misuli mliotengenezewa na Roho Mtakatifu katika kuvishinda vikwazo. Kwa speed ambayo anaiachilia Roho Mtakatifu ni uwezo wa kushinda vikwazo. Uwezo. Na ndivyo namna ambavyo mbio zetu za wokovu zinakimbiwa. Waebrania sura ya 12. Pigeni mbio kwa saburi. Ndio anazungumza hivyo 12 ya Waebrania. Pigeni mbio kwa saburi. Kwa hiyo mambo yote yanayofanyika ndani ya wokovu huwa yanafanyika kwa saburi, sio kasi ya kimwili. Kinachotokea Roho akiachilia nguvu yake katika huduma ni nini? Ni wepesi. Wepesi na msukumo, wepesi na msukumo. Kwa unajikuta ni kama kila siku kipo kitu kinakuamsha ufanye. Kipo kitu kinakusukuma ufanye. Kipo kitu kinakuambia usiache kufanya. Inahitaji imani sana kufanya huduma. Sana. Sababu kila siku kuna maelekezo unayapata, usiache, endelea. Na sisi wachungaji wao tunafurahia sana. Inapotokea umefanya huduma katika hali hizo, umefanya afu siku anaibuka tu mtu mmoja anasema, yani usingehubiri ile somo siku ile nilikuwa naenda kujiua. Unasema kumbe utumishi sio bure. Waga hatuhitaji watu wengi wa confirm. Wewe mwenyewe ni shahidi. Hauhitaji watu wengi wa confirm kwamba hicho unachokifanya ni cha Mungu. Akitokea tu mtu, na ndio sababu ya kwa nini haupaswi kuacha kufanya. Usijali ni watu wangapi wanaonesha kuitikia ama kutoitikia kile ambacho unakifanya. Fanya kwa sababu kwanza ni kwa ajili ya mtu mmoja. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja, mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Bishop Dag, akatoa mfano. Alikuwa anazungumzia umuhimu wa kufocus. Anasema simba akiwa ana attack swala pale msituni, hata wakiwa swala 10, akili ya simba huwa sio kuwa target swala wote. Katika wale 10 huwa anamtarget mmoja. Kwa anapoanza kuwafukuza hata hawa 9 wakigawanyika, yeye huwa ananyoka na mmoja mpaka ampate. Sisi huwa hatufanikishi mambo na kuyazalisha kwa sababu tuna target vingi ambavyo hatuwezi kuvikimbiza vyote. Unakomana kimoja ambacho unajua hiki nikikomana nacho kinaleta matokeo. Ndio akili alionayo simba, na ikae kwako katika jina la Yesu Kristo. Jambo lingine ambalo linatokea Roho akikuwezesha ni matokeo. Pana kuwepo na matokeo sasa. Unaanza kuona wazi kwamba huduma yangu sio bure. Kuna matokeo yanatokea, na haya matokeo waga ni ya muhimu kwa sababu yana confirm kwamba Roho anafanya kazi na wewe. Jambo la pili au kazi ya pili ya upako. Kazi ya pili ya upako. Namzungumzia zaidi Roho Mtakatifu kwa sababu upako ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usijali wala usinani. Roho ndio upako, upako ndio roho. Kwa hiyo nikizungumzia kazi za upako nazungumzia kazi za nani? Za Roho Mtakatifu. Kazi ya pili ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye ambaye au upako ndio ambao unatufundisha na kutulinda dhidi ya uongo. Nirudie. Upako ama Roho Mtakatifu ndio anayetufundisha mapenzi ya Mungu na kutulinda
dhidi ya uharibifu wa adui, ama dhidi ya uongo. Ama kwa lugha nyingine tungesema upako una kazi ya kutusaidia uwezo wa kupambanua, kuwa na uwezo wa kupambanua ipi ni kweli ya Mungu. Hiyo ni kazi ya upako. Unajiuliza, nitawezaje kupambanua mapenzi ya Mungu? Nitawezaje kupambanua kweli ya Mungu au sio kweli ya Mungu? Issue ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu, ukiwa na upako, unaweza. Tena sio ukiwa wewe unaye Roho Mtakatifu, si umeokoka wewe tayari unaye Roho Mtakatifu, wewe tayari unao upako. Kwa unaweza kupambanua mapenzi ya Mungu. Haraka Yohana sura ya 16 mstari wa 12 mpaka 15. Haraka Yohana 16:12 mpaka 15. Fredrick unisaidie kwa haraka. Yohana 16:12 mpaka 15. Kwa habari ya Roho kutufundisha. Yohana 16:12. Okay, nimeipata. Anasema hivi: hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Chochote Kristo anachotaka kukifunua kwa mtu asiye na Roho Mtakatifu, huyu mtu hataweza kukistahimili, hataweza kuwa na full understanding, hawezi kuwa nayo. Kwa tunahitaji Roho Mtakatifu kutengeneza uwezo wa kustahimili yaliyo mapenzi ya Mungu. Kwa anazungumza, anasema kwamba ninayo maneno mengi ya kuambia. Yesu alikuwa anaambia wanafunzi wake, lakini hamwezi kuyastahimili. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Nataka tubaki kwenye maneno atawaongoza. Kazi ya Roho Mtakatifu kwa habari ya kweli ya Mungu ni kutuongoza katika kweli. Kutuongoza katika kweli. Kwa hiyo ananiongoza wakati ambao tayari nimekaa kwenye kweli. Ananiongoza wakati ambao tayari nimejiweka mahali pa kuifahamu kweli. Kudhani kwamba Roho atanifahamisha kweli wakati ambapo nimejitenga na maarifa ya kimungu ni uongo, haitawezekana. Roho huniongoza baada ya mimi kuwa nimeweka shauku ya kuijua kweli ya Mungu. Na ndio maana Roho atakachokusaidia ni kukuwekea kiu ya maarifa na sio kukutafutia maarifa. Roho atakachokusaidia ni kuwekea kiu ya kusoma neno la Mungu na sio kukusomea neno la Mungu. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu Wengi huwa tunasubiri Roho atusomee. Roho aniambie, na hii aina ya usomaji mimi huwa na discourage sana. Usomaji wa muamini kusema kwamba kwanza tu nilale nimuulize Roho leo nisome Biblia wapi. Alafu anaamka Mathayo 8 anaenda. Mathayo 8 anafunua. Huo usomaji sio usomaji wa kiroho kabisa. Sikatai kwamba zipo nyakati ambazo Roho Mtakatifu anaweza akaprompt akaweka neno ndani yako kwamba litafute hili. Zipo hizo nyakati, lakini sio tabia ya muamini mwenye shauku ya kujua kweli kusoma kwa namna hiyo. Muamini mwenye shauku ya kujua kweli, kaa na Biblia, anza kusoma kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Mdogo mdogo tu, uliza maswali, futa uelewa. Uliza, kwa sababu Roho sio kweli kwamba atakufundisha neno la Mungu tu kwa sauti ya ndani. Tena unapojiweka mahali pa kusoma Biblia, jihadhari sana na zile zinazoitwa sauti za ndani. Ni kwa sababu ya sauti za ndani hizo ambazo huwa hatuzisubject kwenye mamlaka za watu ambao Mungu amewapa neema ya kutuongoza. Ni kwa sababu ya hizo sauti ndio watu baada ya kusoma Biblia mwanzo mpaka Kutoka anasema nimesoma Biblia yote na conclude kusema kwamba hakuna Mungu. Hamjawahi kusikia? Anasema hakuna Mungu, nimesoma Biblia nzima hakuna Mungu. Sasa unashangaa nimesoma Biblia nzima na hakuna Mungu. Ndio mtu anasoma mwanzo mpaka Ufunuo anatoka na dini yake nyingine tu. Na anasema nilisoma Biblia na hii kitu nimeiona ipo kwa namna hii. Kwa wakati wa usomaji wa neno ni kweli Roho atazungumza na wewe basing on your level of maturity. Kulingana na kiwango chako cha ukomavu, Roho anaweza akakufundisha ndani, lakini kama hujakomaa vizuri, hebu kubali yale maarifa unayoyasoma kuya subject chini ya walimu. Muulize mchungaji, hili nimelisoma maana yake ni nini? Sawa? Sio ile sauti inayotokea anasema, unajua anayetafsiri neno ni Roho. Wengi wamepotea kwa sababu hiyo. Kudhani kwamba wanaweza wakajifunza neno on their own. Sio nimefikaje hapa, lakini msingi ni kwamba Roho hutuongoza tuwapo katika wajibu. Huo ndio msingi, sawa? Anasema hutuongoza na kututia kwenye kweli yote. Nimalizie yale maandiko pale, Kama kuna mtu tayari yuko pale anisaidie kumalizia. Sura ya 16 mstari wa 13 sasa. Yohana sura ya 16, yes, 16:13 anasema. Sura ya 13 anasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza
awatie kwenye kweli yote. Atawaongoza, awatie kwenye. So kazi ya Roho Mtakatifu ni kutufundisha kweli ya Mungu. Na hii ndio kazi ya upako. Hii ndio kazi ya upako. Kwa kwenye Agano Jipya nitapima upako alionao mtu sio kwa uwezo wa kuangusha watu. Ni kwa uwezo wa uelewa wa neno la Mungu ndani yake. Ndio maana juzi nikakutolea ule ushuhuda nikasema wangu mmoja aliniambia ninahubiri vizuri sana, ninafundisha vizuri sana, ila niongeze upako kidogo. Nitakuwa mkali sana nikifanya hivyo. Na kwake yeye tafsiri ya upako pengine ilikuwa ni makelele ya nje, ni kupuliza watu wakaanguka, ni kufanya yale yote ya nje ambayo yanafanyika. Na kumbe tu uwezo wa kulifunua neno la Mungu na likaeleweka na watu wa Mungu ni upako. Kwa sababu hiyo kazi anaifanya nani? Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 20 na mstari wa 27. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 20 na mstari ule wa 27. Tukimbize hapa haraka. Waraka wa kwanza wa Yohana. Ukipata anza kusoma. Sura ya 2 mstari wa 20. Nanyi mmepakwa mafuta, nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua yote. Hapa mtume Yohana alikuwa anazungumza na waamini ambao walikuwa wanashambuliwa na mafundisho ya uongo. Sasa ndo anawaambia hamna haja ya nyie kusubmit kwenye hayo mafundisho ya uongo. Nyie mbona mna Roho Mtakatifu ndani, na hapa anamtambulisha Roho Mtakatifu kama mafuta. Kwa anasema nanyi mmepakwa mafuta na mnayajua mambo yote. Umeona hicho kitu? Muamini ametiwa mafuta kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa wewe kama tu una Roho Mtakatifu, wewe una upako. Wewe usitafute vitu vingine, wewe tayari una upako. Ni vile tu hujajua kwamba una upako. Nanyi mmepakwa mafuta, nanyi mnayajua mambo yote. Mstari wa 27 pale anamaliziaje mtumishi wa Mungu? Anasema nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha, lakini kama mafuta yale yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli na wala si uongo, na kama yalivyowafundisha kaeni ndani yake. Kwa anasema yale mafuta yapo ndani yenu, nayo yanawafundisha. Hamna haja ya kumsikiliza mtu mwingine yeyote. Sasa haya maandiko yatafsiriwe kwenye huo muktadha. Anaposema hamna haja ya kufundishwa na mtu yeyote, hadharau wala hapuuzi huduma ya walimu, wachungaji na wainjilisti kwa waamini. Anaposema hamna haja ya mtu yeyote kuwafundisha, anawazungumzia wale walimu wa uongo ambao walikuwa wanalibagaza kanisa na kulibananga kanisa. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu? Anasema hamna haja ya kusikiliza hayo, msiwasikilize hao. Nyie mnayo mafuta ya Roho ndani yenu yanawafundisha. Mafuta ya Roho ndani yenu yanawaelekeza. Kwa kaeni katika hayo. Kaeni katika. Kwa kazi ya upako ndani ya muamini ni kumfundisha kweli ya Mungu. Kazi ya upako ndani ya muamini ni kumpa uwezo wa kudiscern, kupambanua mambo ya Mungu. Kuelewa ipi ni kweli ya Mungu na ipi si kweli ya Mungu. Kama unaweza kung'amua kipi ni kweli ya Mungu na upi ni udhaifu wa adui, wewe tayari una upako. Usisubiri kuangusha watu kwanza. Wewe tayari una upako. Kama una uwezo wa kulielewa na kulipokea neno la Mungu, wewe unao upako tayari katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu, kazi ya tatu. Nilisema nitazungumzia mbili, naomba niongeze moja basi. Kazi ya mwisho ya upako katika somo langu, sio katika ujumla wake, katika somo langu. Kazi ya mwisho ya upako ni kumfunua na kumtukuza Yesu Kristo zaidi kupitia chombo. Narudia. Kazi ya upako ni kumfunua na kumtukuza Yesu Kristo kupitia chombo. Kwa upako una kazi ya kumtambulisha Yesu kupitia chombo chenye upako. Na upako hauna kazi ya kukiinua chombo chenye upako kuliko watu wengine wote. Mmenielewa vizuri? Ni kosa kubwa watu wenye upako na uwezo na neema mbalimbali kutumia huo uwezo kutaka kuwa juu ya kila mtu.
kutaka kuvuta utukufu wa Mungu ni kosa kubwa sana, kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu ni kumfunua Yesu Kristo. Sura ya 16 mstari wa 14, kitabu kile cha Yohana. Haraka haraka nisaidie Frederick, 16:14 Yohana 16:14. Leo speed imepungua, unasizia nini? Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Yesu Kristo anapomtambulisha na kumzungumzia Roho Mtakatifu, moja ya kazi za awali kabisa anazozitaja, anasema yeye Roho Mtakatifu atanitukuza mimi. Manake kazi ya Roho Mtakatifu ni kumfanya Kristo ajulikane zaidi. Nanyi mtapokea nguvu akiwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, mtaenda kumtangaza Yesu Kristo. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu, kumfanya. Kwa ukiona mhubiri, mhudumu ama mtumishi yote wa Mungu anapotembea katika madhihirisho fulani ya Mungu na anavuta ule utukufu kwake na sio kwa Mungu, anataka watu wamjue zaidi yeye kuliko Mungu anayefanya, liko tatizo hapo la kiroho. Liko tatizo la kiroho, kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu ni kumfunua zaidi Kristo. Kwa hauna haja ya kuwaambia watu, unajua mimi ni nani wewe? Unajua mimi nani? Nilikuwa namwangalia juzi hapa mtumishi mmoja wa Mungu ambaye sina haja ya kumtaja. Akawa anamwambia mtu yule mtu, kwanza yeye mwenyewe mtumishi ana matusi kweli. Ana matusi kweli, anawatukana watu. Yaani yupo anafanya live, anahudumia watu huko anawatukana. Nisikilize vizuri wewe nguruwe wewe. Nisikilize, yani anawatukana watu. Alafu kuna binti mmoja akamtukana, akamwambia unajua mimi ni nani? Nitayavuruga maisha yako. Mimi ni mtumishi wa Mungu. You don't have to do that. Ukifanya hivyo unauelekeza utukufu kwako. Na utukufu ni wa Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 3. Haraka haraka. Wakorintho wa kwanza 12:3. Tunaja kuisoma. Anasema hakuna mtu mwenye Roho Mtakatifu anayeweza kuukataa ubwana wa Mungu. Kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu ubwana wa Yesu Kristo. Okay. Kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu ni kuufunua ubwana wa Yesu Kristo. Kila mwenye Roho Mtakatifu na kila aliye mnyenyekevu kwa nafasi na kazi ya Roho Mtakatifu atamheshimu sana Yesu Kristo. Ataheshimu sana neno la Mungu. Na ni kosa kubwa mtu kusema kwamba mimi nina roho, sina haja ya kusoma maandiko, nina roho. Siwezi, haumheshimu Mungu. Ukiwa na roho utamheshimu Mungu. Nidhamu ya kusoma, nidhamu ya kujifunza, nidhamu ya kuwasikiliza wengine itakuwa kubwa zaidi. Hakuna mtu mwenye Roho Mtakatifu na aliye mnyenyekevu kwa Roho Mtakatifu ambaye anaweza akasema kwamba yani kiwango nilichofika, hakuna mtu anaweza akanifundisha mimi. Hakuna. Kwa sababu nina Roho Mtakatifu huko ndani mpaka anafurika. Kwa hiyo hamna mtu wa kunifundisha mimi. Kwa mtu wa jinsi hii, wengine wanapofundisha yeye anaona wananipotezea tu muda. Mtu mwenye Roho wa Bwana hujinyenyekeza chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu kupitia chombo chochote kile. Kwa hiyo kuna watu ambao huwa wanadhani wamejawa sana kiasi kwamba hawana haja ya kufundishwa, hawana haja ya kuelekezwa, hawana haja ya kuhekimishwa. Hapana, sio kweli. Sehemu yangu ya mwisho kabisa ya somo letu kwa leo. Makosa ya kawaida tulionayo kwa habari ya upako. Misconception au misunderstanding, common misunderstanding regarding the anointing. Makosa ya kawaida kabisa kwa habari ya upako. Makosa ya kawaida ya uelewa kwa habari ya upako. Haya ni mambo ambayo huwa tunadhani upako ndivyo ulivyo na kumbe hauko hivyo. Kwa hiyo nakusaidia kuyaona mambo haya ili tujengee msingi mzuri wa kuelewa kikamilifu ile dhana ya Yesu kutiwa mafuta kwa Roho na kwa nguvu, na hiyo itakuwa msaada sana kwenye maisha yetu. Kosa la kwanza au misconception ya kwanza. Tuko tayari tuanze? Wengi wao wanadhani kwamba pana aina tofauti za upako. Hili ni kosa, sio sawa. Hakuna aina tofauti za upako. Na mara nyingine katika mazungumzo yetu mkao tukitumia hili neno labda kwa sababu tu ya mazoea, lakini kimsingi katika uhalisia wa fundisho haipaswi kuwa hivyo. Hakuna aina tofauti za upako. Kwa hiyo unakuta anasema huyu jamaa ana upako wa kufundisha, au jamaa ana upako wa kuimba, huyu jamaa ana upako wa kuomba, au jamaa ana upako au neema ya kufanya hiki na kile. Hapana, watu wa Mungu. Upako ni Roho Mtakatifu tu. Yaani hajigawi kwamba mtu ana Roho Mtakatifu, roho mmoja tu. Hakuna roho mwenye kufundisha, hakuna roho mwenye kuomba, hakuna roho mwenye kufanya hiki na kile. Roho ni mmoja tu, isipokuwa
anaweza akajidhihirisha katika kazi mbalimbali, lakini roho ni mmoja. Kwa tukisema kwamba huyu jamaa ana upako wa kuhubiri, tafsiri yake ni kwamba tunasema huyu jamaa ana roho wa kuhubiri ndani yake. Na roho ni mmoja, roho ni Roho Mtakatifu. Tunaelewa vizuri? Roho ni Roho Mtakatifu. Huwa hawi kile anachokifanya. Niseme hivyo, hawi kile anachokifanya. Kwa Roho Mtakatifu anaweza akanitumia katika kufundisha, na haimaanishi anageuka na kuwa roho au upako wa kufundisha. Ni roho yule yule. Tunakumbuka Wakorintho wa kwanza 12 tumeisoma. Mtu anaweza akawa na huduma hii, lakini roho ni yeye yule mmoja. Tumeelewa haya maneno, tulielewa vizuri? Turudi mara moja pale Wakorintho wa kwanza 12. Tuanzie mstari wa 3. Mstari wa 4 sasa. Haraka Frederick, nikimbizi. Wakorintho wa kwanza 12 kuanzia mstari wa 4 pale, haraka. Uone haya maneno, Basi pana tofauti za karama, bali roho ni yeye yule. Sawa, tutulie hapo. Pana tofauti za karama, bali roho ni yeye yule. Kwa anasema mmoja anaweza kuwa na neno la hekima, lakini anayefanya hivyo ni roho huyo huyo mmoja. Sawa? Mwingine anaweza kuwa na hiki na kile, lakini anayetenda hayo ni roho huyo. Kwa hiyo hakuna aina tofauti za upako. Na ndio maana wengi anaenda hata kwa mtumishi wa Mungu, naomba niwekee mikono, nahitaji upako wa kufundisha. Wewe unamhitaji Roho Mtakatifu na kufundishwa namna ya kuhubiri au kufundisha. Hauhitaji kupewa roho mwenye kuwezesha kufundisha, kwa sababu Roho Mtakatifu uliye naye ndio anafanya hizo kazi zote. Na kwa namna hiyo wengine wamefanya kuwa watumwa wa kiroho, kuambiwa kwamba utafanya 1 2 3 4 5 kinyume na mapenzi ya Mungu. Wameambiwa na watu wakuu wanaotaka kujifunza kwao, kwa sababu wanatafuta neema tu fulani, wanatafuta tu portion fulani, kitu fulani ambako wanakafanya. Wanasahau kwamba wanaye roho ambaye amewajalia hivyo vyote, na wanahitaji tu kufundishwa kile wanachokitamani kutoka kwa watu wengine. Hauhitaji roho mpya, unaye Roho Mtakatifu. Andika hayo maneno. Sihitaji roho mpya, ninaye Roho Mtakatifu. Hiyo itanisaidia kukamilisha yote ambayo nazungumza. Hauhitaji roho mpya, unahitaji Roho Mtakatifu. Hauhitaji roho mpya, unaye Roho Mtakatifu. Unaye Roho Mtakatifu. Hauhitaji roho mwingine mpya. Hauhitaji roho wa kufundisha, hauhitaji roho wa kuomba, hauhitaji roho wa kuhubiri sijui. Wewe unaye Roho Mtakatifu tayari. Unaweza kuwa vyovyote vile. Unaweza kuwa vyovyote. Kwa upako ni mmoja tu, watu wa Mungu. Hatuna upako mwingi. Upako ni mmoja tu. Kwa ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 na mstari wa 7 mpaka 11, utaona pana tofauti za utendaji, lakini roho ni huyo huyo mmoja. Misconception ya pili ambayo wengi waga tunakuwa nayo, huwa tunadhani kwamba wapo watu wenye upako kuliko wengine. Sio kweli. Sio kweli. Umenielewa vizuri? Tena wengi waga tunakuaga nayo hii. Wengi huwa tunakuaga nayo hii, kudhani kwamba wapo watu ama watumishi wenye upako kuliko wengine. Na kwa sababu hatukulielewa hili, ndio maana tumekuwa tukihangaishwa, kuvutwa huku na kule. Tukisikia huyu mtumishi kafanya hiki, wote huyu kafanya kile, huyu kafanya hivi. Unajisemea tu moyoni mwako, hapa akiniombea fulani hapa lazima itoke hapa, kwa sababu yeye ana upako zaidi kuliko. Hakuna wenye upako kuliko wengine. Wote tuna upako sawa. Yaani ni hivi, mimi kiwango cha upako nilicho nacho ndicho kiwango cha upako ulicho nacho wewe. Ndicho kiwango cha upako alicho nacho mtumishi yoyote mkubwa unayemfahamu. Kwa nini? Kwa sababu upako ni Roho Mtakatifu. Kwa Mungu hakumwachilia Roho Mtakatifu kwa baadhi ya watu kidogo, kwa baadhi ya watu mkubwa, kwa baadhi ya watu wastani. Hapana. Mungu alimtoa Roho Mtakatifu kwa namna sawa kwa waamini wote. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu? Kwa hakuna mwenye roho mwingi wala hakuna mwenye roho mchache. Hakuna mwenye roho mkubwa wala mwenye roho mwembamba. Wote tuna Roho wa Mungu yule yule. Aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu yule yule, ambaye Warumi 8:11 inasema kwamba atatufufua na hali zetu za kufa. Ni yule yule. Niliye naye mimi ndio unaye wewe. Ndiye aliye naye kila mtu, ni roho huyo huyo. Nitakwambia nini tunachotofautiana, lakini roho ni huyo huyo mmoja. Kwa utagundua ni ama mtu ana Roho Mtakatifu au hana Roho Mtakatifu. Hakuna mwenye roho mdogo wala mwenye roho mwingi. Yaani, kwa nikwambie hichi kitu. Muangalie yule mtu ambaye ameokoka wiki iliyopita.
Mfikirie mtu yoyote ambaye anaokoka sasa hivi baada ya ibada. Maandiko yanazungumza wazi, mtu anapokea Roho Mtakatifu siku alipomwamini Yesu Kristo. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 2. Paulo anauliza Wagalatia, anasema, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu kwa njia ya matendo ama kwa njia ya imani?" Tena nawaongezea kwenye mstari wa 5, anasema, "Je, Roho Mtakatifu anayefanya kazi ndani yenu na kufanya miujiza mingi, anafanya hivyo kwa njia ya matendo yenu ama kwa njia ya imani yenu katika Kristo?" Na hapa ndipo mahali ambapo kanisa linapishanaga na miujiza ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu kila mmoja akiwa ana shauku ya kutaka kuona mtembeo wa Roho Mtakatifu ibadani, anajikita zaidi kwenye matendo, kusafisha matendo yake kwa namna ya kimwili. Ni kweli Roho anapenda kutumia vyombo visafi, yes. Lakini hatendi kazi kwa sababu wewe ni msafi sana, kwa sababu kimsingi wewe sio msafi sana bila kazi ya Yesu Kristo msalabani. Wewe sio msafi kiasi hicho. Kwa ni kwa imani yangu katika Kristo ndio Roho anafanya kazi. Ndio Paulo anauliza, "Je, mlipokea Roho kwa matendo ya sheria ama kwa kusikia kulikotokana na imani?" Wagalatia 3:2. Mstari wa 5 anauliza tena, "Je, yule Roho Mtakatifu anafanya miujiza katikati yenu kwa imani ama kwa matendo ya sheria?" Jibu ni kwa imani. Kwa muamini hupokea Roho Mtakatifu the moment amemwamini Yesu Kristo. Wewe usijali hata kama kwa lugha, as long as umeokoka wewe una Roho Mtakatifu. Wewe una Roho Mtakatifu. Habari ya kunena kwa lugha nitakufundisha, tutaenda huko vizuri. Ila wewe tayari una Roho Mtakatifu. Wangapi wameokoka hapa? Basi nyie wote mna Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Maisha ya wokovu ni magumu sana bila Roho Mtakatifu. Wewe una Roho Mtakatifu. Sasa nikuonyeshe hichi kitu. Mungu alipotupa Roho Mtakatifu hakutupa kwa kipimo. Kwa it's either mtu ana Roho Mtakatifu ama hana Roho Mtakatifu. Hakuna mtu mwenye roho mwingi au mwenye roho mdogo. Kila mmoja ana kile kipimo ambacho Mungu alitugawia sote. Yohana 3:34. Twendeni pale. Iandike hiyo niisome haraka. Yohana 3:34. Anasema, "Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu." Napenda haka kama mstari kanasema, "Kwa sababu hamtoi roho kwa kipimo." Kwa sababu hamtoi roho kwa kipimo. Huu ulikuwa ni ushuhuda wa Yohana Mbatizaji kuhusiana na udhihirisho mkamilifu wa Roho Mtakatifu katika maisha ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ndo anazungumza, "Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu." Kwa sababu Mungu hamtoi roho kwa kipimo. Yaani Mungu huwa hapimi kwamba huyu nimpe roho kidogo, huyu nimpe roho mwingi, huyu nimpe roho kidogo. Kwa sababu Mungu hampimi Roho Mtakatifu, tafsiri yake ni kwamba Mungu hapimi kiwango cha upako wa kuachilia kwa mtu au wa kumgawia mtu. Kwa waamini wote tuna upako ulio sawa. Hebu jishike kifua, sema, "Mimi nina upako sawa na wa mchungaji, sawa na wa askofu, sawa na wanabii. Mimi nina upako kwa kiwango sawa." Na ipo hivyo katika jina la Yesu Kristo. Kwa waamini wote tuna possess fullness, the same fullness ya upako wa Roho Mtakatifu. Sasa kinachotofautiana kati ya muamini mmoja na mwingine mpaka tukadhani huyu ana upako kuliko mwingine ni nini? Ndio hiki hapa nakuelezea. Kwa upako ni ule ule, kwa sababu roho ni yule yule. Mungu hamtoi roho kwa vipimo. Upako ni ule ule, Roho Mtakatifu ni ule. Nini kinachotofautiana? Kwanza, kinachoweza kutofautiana kati ya muamini mmoja na mwingine ni udhihirisho wa nguvu ya Roho Mtakatifu kupitia muamini husika. Kwanza, wakati waamini wote wana roho mmoja anayetenda kazi sawa katika wote, kinachoweza kutofautiana kati ya muamini mmoja na mwingine ni kiwango cha udhihirisho wa nguvu ya Roho Mtakatifu kupitia muamini husika. Kwa nini? Kwa sababu anayeweza kuamua kiwango cha udhihirisho wa utendaji wa Roho Mtakatifu ni muamini, sio Mungu, ni muamini. Yule Roho Mtakatifu aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu ndiye huyo yupo ndani ya muamini. Unapokuwa unaumwa mafua na ukasema Roho Mtakatifu niponye, huwa haji Roho Mtakatifu mwenye nguvu ndogo inayolingana na mafua yako. Ni Roho yule yule aliyemfufua Yesu Kristo ndiye atakaye kuponya. Iwe ni mafua, iwe ni kichwa, iwe ni kifua, chochote unachokiumwa ni Roho yule yule. Roho yule yule ndiye anayefanya kazi. Kwa sio kwamba tatizo likiwa dogo, karoho kadogo kanahitajika.
Tatizo ikiwa kubwa, roho mkubwa anahitajika. Hapana, ni yule yule. Na ungelijua hili jambo vizuri, ungeacha kuomba mambo madogo katika jina la Yesu Kristo. Ungeacha kuomba mambo madogo. Wewe unaombaga mambo madogo na hisi ni unyenyekevu. Yaani Mungu chochote tutakachonipa hicho tu, nipate tu hela ya kula tu. Ungejua roho anayefanya kazi ndani yako ndiye yule aliyemfufua Yesu Kristo, na ndio yupo ndani yako, ungeyapeleka mambo makubwa kwake, sio madogo, mambo makubwa kwake. Na nakupa hilo deni katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo acha kuomba maombi ya kawaida. Wewe sio mtu wa kawaida. Acha kuomba maombi ya kawaida. Sasa utaona hichi kitu, utaona anayeweza kuamua utendaji ama kipimo cha nguvu ya Roho Mtakatifu ni muamini mwenyewe. Ndio anayeamua kipimo cha madhihirisho ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana nimesema roho ni yule yule, ila kinachotofautiana kati ya muamini mmoja na mwingine ni udhihirisho wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huu udhihirisho wa nguvu ya Roho Mtakatifu huamuliwa na unyenyekevu wa muamini husika. Kwa kama muamini sio mnyenyekevu kwa mapenzi ya Roho Mtakatifu, roho hatajifunua sana kuliko kwa yule ambaye ni mnyenyekevu. Na ndipo hapa utaona hiyo tofauti, na wewe utadanganyika ukidhani kwamba wapo wenye upako zaidi kuliko wengine. Kumbe mmoja ameweza kujisubmit chini ya mapenzi ya Roho Mtakatifu kuliko wewe unavyofanya. Kwa hiyo kinachopitia mabadiliko ni nini? Ni udhihirisho wa nguvu ya Roho Mtakatifu kupitia muamini. Jambo la kwanza. Jambo la pili linaweza kuwa tofauti kati ya waamini wenye roho sawa. Jambo la pili ni matumizi ya karama, vipawa ama huduma ambazo roho amewapa. Tofauti ya matumizi. Sasa wewe una neema ya nimetumia ile neno letu. Nimesema ni misconception, lakini ni maneno ambayo tumeyazoea kuyatumia. Kwa mimi nisamee. Sasa wewe unaweza ukawa na uwezo wa kufundisha, pengine nitaka kusema una neema au upako wa kufundisha, lakini hiyo simeshaweka sawa. Wewe una uwezo wa kufundisha. Tofauti yako wewe na mimi iko hapa. Wewe umejijua kwamba una uwezo wa kufundisha, lakini hautafuti maarifa, hauwekezi muda mbele za Mungu, wala haupractice ulichonacho. Mimi wiki yangu nzima ninaitumia kwenye kuchimba nini Mungu anataka kuzungumza na watu wake. Hatuwezi kuwa sawa. Sahau kuwa sawa na mimi. Na sio kwamba najisifu, nakwambia tu sahau kuwa sawa na mimi. Wewe ambaye unasomaga Biblia mpaka uambiwe kesho utahudumu, wewe ndio unaenda kuchukua Biblia. Sasa hapa nitasoma andiko gani? Wewe hauwezi kuwa sawa na mimi. Mimi niwe na hudumu, niwe si hudumu, nitasoma Biblia, nitasoma vitabu, nitaomba, nitafunga, nitafanya nidhamu zote za kiroho. Hatuwezi kuwa sawa. Wengi mmekasika hivi nitolea mimi mfano. Niseme mimi siwezi kuwa sana wewe. Wewe unasoma sana kuliko mimi. Hiyo? Wewe hiyo nadhani itakuweka mahali pazuri. Hauwezi kuwa sawa na mtu ambaye matumizi yake kwa karama ama kipaji ni makubwa kuliko yako. Unajua karama, kipaji ama kipawa huwa kinakuwa sharp, kinakuwa kikali kwa kadiri kinavyotumiwa, kwa kadiri kinavyolishwa, kwa kadiri kinavyoshibishwa. Ndio pale sasa Timotheo anaambiwa na mtume Paulo kwenye Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 6 kwamba usiache kuichochea karama iliyo ndani yako, karama ambayo umeipata kwa kuwekewa mikono yangu na mikono ya wazee. Anasema usiache. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 6 na wa 7. Anasema usiache kuichochea karama. Kwa hiyo wote tuna roho moja, wote tuna upako sawa. Tofauti yako na watu wanaofanya zaidi ni kwamba wao wameijua siri ya kutumia karama zao sana, vipawa vyao sana, vipaji vyao sana, huduma na uwezo wao sana. Ndio unakuta afanyagi chochote cha muhimu. Yeye kazi yake ni kufuta tu viti kanisani, na siku asipofuta kiti yeye, kanisa zima mnajua kwamba hichi kiti hakijafutwa na fulani. Kwa sababu kuna namna yeye anakifuta mpaka unaogopa kukaa. Kinawaka hivi. Huyo ni mtu ambaye amejua jambo lake na analishikilia jambo lake. Mungu na atusaidie sana. Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. Jambo la tatu. Nini kinachotofautiana? Roho ni yule yule. Nini kinachotofautiana? Maandalizi ya mtu katika huduma. Ndicho kinachokutofautisha wewe na watu ambao unadhani wana upako kuliko wewe. Maandalizi. Sasa mimi natakiwa kuja kuhudumu hapa Jumapili. Nimeanza kujiandaa Jumanne jioni, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi nikapumzika. Siku 4 nimejiandaa ili kuja kukufundisha hapa. Wewe unatakiwa kuja kufundisha hapa. Umejiandaa asubuhi, tutakuwa sawa? Hatuwezi kuwa sawa.
Hatuwezi kuwa sawa. Na mimi nishawaambia, na wala sio kujisifu, mimi nawatia tu shauku. Nishawaambia ili nisimame hapa nifundishe angalau somo moja la risala zima, natakiwa niwe nimesoma Biblia kwa muda wa kutosha, na niwe nimesoma angalau vitabu 5 vinavyofanania kile ambacho nakuja kukifundisha. Hata ukiangalia vitabu vyangu vile ninavyoviandika, ukifunua kule nyuma utaona reference vitabu ambavyo nimevisoma. Waandishi wengi huwa wanaandika kule nyuma reference books, zile books za reference wanaandika tu ili mradi wameandika. Mimi siandiki mradi nimeandika. Kila nilichokiandika mule ndani nimekisoma ili niandike kile kitabu. Tutakuwa sawa? Hatuwezi kuwa sawa. Umeona hiyo kitu watu wa Mungu Ni kama mchungaji anajiinua eti. Hiyo utajua mwenyewe. Mwambie jirani yako hiyo utajua mwenyewe. Lakini ukweli ndio huo, kinachotofautisha watu waliofanikiwa na ambao hawajafanikiwa ni maandalizi tu. Sasa mimi nimekuambia kwenye eneo langu hili hapa la utumishi. Lakini wewe pia una eneo lako la biashara wewe una eneo lako la kazi wewe. Hauwezi ukaingia saa 4 kasoro ofisini, sawa? Ukae pale na uwe sawa na mtu ambaye hajaokoka lakini ameingia saa 12. Hamwezi mkawa sawa kwenye performance ya hiyo siku. Hamwezi kuwa sawa. Kimsingi yule aliyewahi ana possibility kubwa ya kulishikilia wingu pasipo kujali ulimwengu anaotumika. Anaamua uelekeo wa ile siku. Ndio maana kama mtu uliokoka anatakiwa kuwa hiyo ofisini mapema, wewe ndio uamue siku yako ina flow vipi. Lakini watu tuliokoka ndio tunachelewa kufika ofisini, yani watu wanatakiwa saa 2 wawe wamekaa mahali pa. Wewe ndio kwanza saa 2 upo nyumbani. Unafika pale yani unajua jana nilikuwa kanisani nimecheza sana mgongo wote unauma hauna hali. Bosi akueleza umecheza kanisani unataka kuchezea kazi yangu hapa. Chezea huko hapana. Sawa watu wa Mungu. Kwa ukiwahi kufika kuna namna unafikiri kwamba upo. Hii ni kweli. Hata wewe mwenyewe ukiwahi kanisani tangu maombi na ukiingia muda wa neno unajionaje? Ukichelewa kuingia una struggle kuconnect. Una struggle. Ila ukiwahi kuingia you just flow with the flow. Sawa? Kwa maandalizi ni kitu cha muhimu sana. Maandalizi. Tuache kufanya vitu kama watu ambao tunaenda kufa. Tujiandae kufanya vitu. Unaenda dukani kwako, anza kufanya maandalizi. Enda kama mtu ambaye kweli unaenda kufanya biashara. Usiende kama mtu ambaye unaenda kutimiza wajibu tu. Nenda kama mtu ambaye umedhamiria kufanya biashara kweli kweli. Unaenda kazini, nenda kama mtu ambaye unaingia kupambana, yaombe malango ya kazi yako. Imba na kale kawimbo na kujia kwa jina la Bwana wewe malango yangu. Imba kale kawimbo, ingia kazini. Mapema kabisa. Safisha eneo lako la kazi pale, pawe safi. Sio naingia saa 4 vile kula ukuja. Walokole kwa kula mnakula sana kazini. Crips zipo pale, ubuyu uko pale, huku chini kuna mayai, huku kuna karanga na vyote unakula kwa wakati mmoja. Nyie jamani. Lakini ni kipaji, ni mazingaombo hayo. Jambo la 4 haraka. Jambo la 4. Tunatofautiana nini sasa? Tunatofautiana ujasiri katika huduma. Hatutofautiana upako wala Roho Mtakatifu. Tunatofautiana ujasiri katika huduma. Ujasiri katika huduma. Mtu ambaye amejenga ujasiri wake kwenye huduma. Na wewe ambaye umepewa nafasi ya kuhubiri unaogopa, unatetemeka. Unaweza ukadhani kwamba hauna upako, kumbe wewe hauna tu ujasiri. Tunaelewa vizuri Hauna tu ujasiri. Wewe mbona wewe upako mbona unao? Mbona ukiaga nyumbani unamsikia Roho kabisa na kuelewesha vitu, unaongea vitu vyenye maana kabisa wewe. Lakini tatizo ni kwamba hauna tu ujasiri. Ndio maana hata Kiingereza chako ni kizuri ukiwa kwenye kioo chumbani. Ukisimama mbele za watu ile tenses zinaanza kugongana, grammar zinaingia huku inatokea kule, sauti inabadilika, unaanza kuongea sauti ya mtoto mdogo. Na wewe ni mtu mzima kabisa, ni ujasiri tu hauna. Mungu akupe ujasiri katika jina la Yesu Kristo. Wewe upako unao, wewe unatakiwa ujasiri wewe. Upako unao. Roho wewe unaye, ni ujasiri. Jambo la mwisho ambao tunatofautiana. Hekima ndio tunatofautiana. Hekima au maarifa. Roho wote tunaye, ila hekima au maarifa. Unajua kuwa ni kitu kimoja. Kujifunza kwa habari ya hicho ambacho umetiwa mafuta kukifanya ni kitu kingine. Sasa mimi nimekaa chuo cha Biblia miaka 4, nafanya degree ya theology. Mwingine ameokoka sana na Roho Mtakatifu. Ukitupa Biblia tufundishe hapa, utaweza kusema tofauti. Utaweza kabisa kuspot tofauti kwamba huyu amenyoka kuliko huyu. Huyu anatiririka vizuri kuliko huyu. Na hilo jaribu, namshukuru Mungu nilikwepa mwanzoni kabisa mwa utumishi. Nilikuwa na roho kabisa, niko fire kabisa ile. Nikaambia ndugu zangu, rafiki zangu wa karibu, mimi naenda chuo cha Biblia kusoma. Wakasema, yani watu wengi wenye Roho Mtakatifu, wenye vipawa na upako, waga hivyo vinafia kwenye vio vya Biblia.
tunahofia kwamba ukitoka hautakuwa hivi ulivyo. Wewe una roho tayari, si hudumu tu hivyo hivyo, mbona tunakuelewa? Sasa wengi tunapenda kukwepa maandalizi, kwamba Mungu amekuita na kukutia mafuta kwa ajili ya jambo fulani, sio mbadala wa maandalizi. Yesu mwenyewe aliitwa kabisa kwamba huyu ataifanya kazi ya kuokoa ulimwengu, na hakuanza kazi mpaka akiwa amefikisha miaka karibia 30. Tunamwona Yesu, tunaambiwa anakuwa mwisho miaka 12, sawa? Anapotea kuanzia mwaka wake wa 12, anakuja kutokea akiwa na miaka 30. Hii miaka karibia 18 alikuwa wapi? Maandalizi. Anajifunza, anachimba vitu. Na nishazungumza huo wakati wa maandalizi wengi hatuupendi kwa sababu sio wakati wa utukufu sana. Hakuna mtu atakupigia makofi hapo. Hakuna mtu atasema jamaa anatisha sana, kwa sababu upo chimbo, umejichimbia mahali, unajiandaa. Ila nyakati kama hizi ndio wengi wanazipenda. Kwa hiyo wengi wanaponiona na ubiri hapa, wanasahau kwamba nyuma ya haya mahubiri kuna miaka 4 ya kukaa chuo. Nyuma hiyo miaka pekwa hapa ni miaka karibia 9 mingine ya kutumika pamoja na mzee wangu. Na nyuma ya hayo yote, kabla sijasimama hapa, kuna wiki nzima za kujiandaa, kusoma, kuomba, kutafuta na kila kitu. Hawezi kuwa sawa na mtu wa jinsi hiyo. Ila ukiweka bidii ya kutafuta hekima, utakuwa katika jina la Yesu Kristo. Wangapi wamenielewa sasa? Ukiweka bidii ya kutafuta hekima. Kwa tunatofautiana hekima, ila roho ni yeye yule. Andika mambo haya matatu kwa haraka. Mnisameni nimechukua muda mwingi leo. Naomba nimalizie hapa vitu vichache. Andika mambo haya, ni ya muhimu sana kwa haraka kuhusiana na hiyo point. Kwanza, roho ni bure, lakini hayo tuliyoyataja hapo juu yanagharimu. Kwa roho ni bure, ila hekima itakugharimu. Tunaelewa vizuri? Kwa lugha nyingine tungesema neema ni bure, lakini maandalizi yatakugharimu. Roho ni bure, lakini ujasiri utakugharimu. Lazima ujifunze juu ya hekima ya hicho ulichokibeba, kuwa na ujasiri katika hicho ulichokibeba. Hayo mafundisho hayo ndio yatakao kusaidia kufungulia kile ambacho umekibeba. Kwa mtu aliyejifunza sana hayo hawezi kulingana naye. Ingawa wote mna roho sawa, ingawa wote mna uwezo sawa, ingawa wote mnaweza kuamuru mapepo na yakatoka, lakini mtu ambaye amewahi kukemea mapepo 5 na akajua namna yanavyo behave, hawezi kuwa sawa na mimi ambaye nikiliona pepo naanza kurudi nyuma na kuaga, jamani sijaosha vyombo, mnajua acheni kimbie mara moja nyumbani, kwa sababu najua jana kuna kakimeo nilikafanya, pengine nikisogelea ili pepo litaanza kutaja kale kakimeo. Hadi wewe unakuja kuniombea, unaogopa hiyo unaiogopa, unasema hii hapa ni balaa, kwa nini nikimbie hapa mapema sana? Unashindwa kujenga uwezo wako. Hawezi kuwa sawa na mtu ambaye ameshapiga hivyo vimeo vingi. Hawezi kuwa sawa naye. Kwa pointi ya kwanza ni nini? Roho ni bure, lakini yote tuliyoyataja yatakugharimu. Roho ni bure, ila hekima itakugharimu. Ni kweli una Roho Mtakatifu, lakini hautapata kitabu cha Pastor Sam bure. Nunua usome. Simona hekima itakugharimu. Roho ni bure, lakini unatakiwa utafute maarifa, ukanunue vitabu. Roho ni bure, unaye ndani, ile itatakiwa utoe muda wako lisali zima mawili ukae kanisani ufundishwe, ila roho ni bure. Roho unaye tayari, ila kwa habari ya kufungulia kile kilicho ndani yako utapaswa kugharamia, na wengi hatupo tayari kulipa gharama. Na ndio maana roho hafunguliwi mlango ndani yetu, amejibanza tu huko ndani yetu, kwa sababu roho sio mbadala wa maarifa, roho sio mbadala wa hekima. Anajidhihirisha kupitia hekima unaojifunza kuhusu yeye. Usichokijua hauwezi kukifunua. Andika hiyo point, nao ni ya msingi. Usichokijua hauwezi kukifunua. Unayo nguvu kubwa ndani yako, unayo Roho Mtakatifu ndani yako, kama hujajua viwango vyake vya madhihirisho hauwezi kumfunua. Jambo la pili, kuongezeka katika upako si kupokea upako mpya, ila ni kumpa Roho Mtakatifu nafasi zaidi. Narudia, kuongezeka katika upako haimaanishi kupokea upako mpya, lakini ni kumpa Roho Mtakatifu nafasi zaidi. Kwa ukiona tunasema huyu jamaa ana upako, yani jamaa anakuwa katika upako, anaongezeka, haimaanishi kwamba uwaga anapokea roho mpya, Hapana.
huyu mtu huwa anampa kwa njia ya unyenyekevu, anampa Roho Mtakatifu nafasi zaidi na zaidi na zaidi. Huyu mtu ameshapotezaga mapenzi yake. Huyu yote anayoyafanya, anayafanya kama Roho Mtakatifu anavyoagiza. Na sio kweli kwamba wewe haumsikii Roho Mtakatifu na wewe mbona unamsikia Roho Mtakatifu. Tunachotofautiana ni kwamba wewe ni mzito kuchukua hatua, lakini mwingine ni mwepesi kuchukua hatua. Hamwezi kuwa sawa katika ulimwengu wa roho, hamwezi kuwa sawa. Yule ambaye Roho anamwambia acha hicho, fanya hiki, na wewe ambaye hauachi mpaka ukosee na uone matokeo ya makosa, maumivu, ndio sema lakini Roho aliniambia, hamwezi kuwa sawa. Hamwezi kuwa sawa. Wewe unasubiri mpaka ukosee, unasubiri mpaka iume ndio sema lakini Roho alinikataza, hii njia niliambiwa nisipite, na muda huo ushakabwa hapo tayari. Niliambiwa nisipite, yaani nisikie kuna kitu ananiambia usipite. Kusha habari yako. Tunamsikia Roho na kumpa nafasi. Jambo la tatu, upako si, tena ninalipenda. Jamani, andikeni hichi kitu. Upako si mbadala wa bidii. Sawa? Upako si mbadala wa bidii. Upako si mbadala wa hekima. Upako si mbadala wa maandalizi. Wala upako si shortcut ya mafanikio. Ni kweli upako unafanikisha, lakini sio kwa namna hiyo ambayo unataka kufanikisha. Sio kwa namna hiyo. Kwamba una upako, kwamba una Roho Mtakatifu, haitakuexcuse usifanye kazi pale ofisini. Ila inakupa uhakika kwamba chochote ambacho utakigusa kitafanyika kwa wepesi, kitafanyika kwa matokeo makubwa, kitafanyika kwa nguvu kubwa. Kwa hakitokei mpaka umetenda. Kwa upako si mbadala wa bidii. Kwamba una Roho Mtakatifu, kwamba umeokoka, sio kwamba ndio uache bidii yako. No. Usiache bidii, mtu wa Mungu, usiache bidii. Ongeza bidii. Kama ni kazi, fanya sana kazi. Upako si mbadala wa hekima. Mimi na Roho Mtakatifu sina hata haja ya kujifunza vitu. Tafuta vitabu usome. Unataka kuwa nani? Soma kile unachotaka kuwa. Sio kama mnanielewa. Jamani, mnanielewa watu wa Mungu? Jifunze kile unachotaka kuwa. Watu wote wanaowaona ni matokeo ya mafundisho. Wote. Mtu ni kama tu vile anasemaga tunda alianguki mbali na mti. Ndivyo ambavyo mtu hatofautiani na kile ambacho anailisha akili yake. Mtu ni matokeo ya kile ambacho anailisha akili yake. Ukikaa na mtu aliyekaa kimya utamheshimu sana. Ukifunua kinywa chake itakwambia waga anailisha nini akili yake. Yeye akifunua tu kinywa chake akaongea maneno mawili ya kwanza, kukatokea ubishani, akaanza tu hii unajua hapa hamna kitu. Hii mtu mwenye akili timamu aanze na hii muoneni. Unakula nini? Wewe kuna kitu unakula wewe. Mungu atusaidie sana katika jina la Yesu Kristo. Watu wenye utulivu wa roho, wenye hekima watuanzagi na hii nyamaza niongee. Nipe nafasi. Unamwacha anaongea. Kila pointi za kuongea. Unaanza, ndugu yangu, Mungu akubariki, umeongea vizuri, lakini nadhani tungefanya kwa namna hii. Sio haifanyiki hivyo, haipo. Haya, turudi hapa. Jambo la tatu, common misunderstanding kwa habari ya upako. Kwa cha pili tumesema kudhani kwamba kuna wenye upako kuliko sisi eti au kuliko mwingine. Jambo la tatu ambalo wengi tunakosea kuhusu upako ni kupima upako kwa mambo ya nje kama miujiza na mambo mengine ya kihisia. Hili ni kosa ambalo wengi tunalifanya kwa habari ya upako. Na nilishakwambia hili linigusaje mimi. Kupima upako kwa mambo ya nje, hasa yale ya kihisia na yale tu yanayoonekana. Kwa kama hapa mnaona napiga service hapa, tunamaliza tunaomba wote kwa pamoja as a church. Tunanyosha mikono kwa Mungu, tunaomba. Tunamaliza tunaondoka. Hakuna pepo limepiga kelele. Hakuna mtu ameanguka, na haimaanishi kwamba kanisa halina upako. Ila mtu asiye na ufahamu timamu atasema hili kanisa hili hamna upako. Kwa nini? Kwa sababu eti hamna pepo limepiga kelele. Sasa kama hao wote wameokoka, wote hao wana Roho Mtakatifu hao, hilo pepo lipige kelele kutokea wapi? Okay, nani aanguke kati yetu hapa? Wote tuko vizuri hapa. Nani aanguke hapa? Nani hapa aanguke? Labda uanguke kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na hiyo sasa tukishaona umeanguka kwa nguvu za Roho Mtakatifu tunakuacha. Hatuanzi kukemea. Tunajua hii ni roho, hili ni pepo. Sawa? Wale ambao wanakumbuka zile nyakati zetu za maombi ya mwaka na hata hii ya mwisho wa wiki ambapo pia tutaanza mengine kesho, huwa roho anatujaza hapa, analijaza kanisa. Unakuta mtu kajibana kwenye kona ya kule, ananena kwa lugha zote kule kabisa kwenye kona kule. Hakuna mtu ambaye anamkimbilia kusema hili ni pepo, kwa sababu tunaelewa inafananaje roho kutembea kati yetu. Inafananaje? Kwa kwamba tumemaliza ibada na hakuna aliyelia,
Kwamba tumemaliza ibada na hakuna aliyeanguka haimaanishi kwamba roho hayupo katikati ya kusanyiko. Sasa wengi tumekuwa tukidhani kwamba upako ni pale ambapo wote tunalia hapa. Ni kweli hizo zitatokea na huwa zinatokea na hata leo zimetokea, si eti? Na hata last week zilitokea na tunazielewa hizo. Akitembea hizo waga tuziepuki hizo. Lakini hatutampima kwa msingi wa machozi ya mchungaji. Kwa sababu mchungaji anaweza akalia akiwa na shida zake huko. Nikiwa naomba hapa maombi ya baba nisaidie, nikakumbuka kimeo cha kodi, waga vinawasiliana kule juu vinakutana, alafu machozi yanaanza kutoka. Watu wanasema huu ni upako. Nafikiria itakuwaje nisipotoboa. Hapa kanisani nitaishi wapi? Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa upako sio mambo ya nje wala sio mambo ya kihisia kama ukubwa wa sauti ya mzungumzaji, kama machozi na mambo mengine yote ya miemko. Kwa hiyo ile dadangu akaniambia ukiongeza upako kidogo tu utakuwa vizuri. Pengine yeye alitaka niongeze sauti ya kuhubiria ama nilete mbwembwe nyingi pale ambazo kwa kweli Mungu hakuniitia hizo. Mbona aliniitia kuwafungua watu kwa neno la Mungu na maombi katika jina la Yesu Kristo. Sasa wengi kwa kuambiwa hivyo wametoka kwenye assignment zao. Kwa maana ukiongeza tu hiki wewe umekuwa bora. Mtu anaacha kufanya kile alichoitiwa kukifanya, anaanza kutafuta kale kaniongeza. Na ni kwa namna hiyo shetani anakutoa kwenye mstari wako. Be you. Kuwa wewe. Haigharimu kuwa wewe. Watu wa Mungu tunaelewa vizuri, eh? Haigharimu kuwa wewe. Jambo la 4. Kwa sasa sisemi kwamba roho akishuka au pakiwa pana nguvu za Roho Mtakatifu watu hawatalia ama watu hawataanguka ama mambo ya kihisia hayataonekana. Sisemi hivyo. Nasema hayo sio kipimo pekee na cha mwisho cha kupima mtembeo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha ya mtu na katika kusanyiko. Namalizia hapa. Point hii ni ya mwisho sasa. Ni ya mwisho? Yes, ni point ya mwisho. Ingawa ni ndefu kidogo lakini itanisaidia nimalize. Upako sio cheo kinachoita kutumikiwa, ni nafasi inayoita utumishi. Narudia. Upako sio cheo kinachoita kutumikiwa, bali ni nafasi inayoita utumishi. Upako sio cheo kinachoita kutumikiwa, bali ni nafasi inayoita utumishi. Leo tunawahana na kuwaheshimu sana watu wenye dhamana ya kutuongoza kwenye maisha ya kiroho. Hiyo ni kitu kizuri. Usiache kumheshimu mchungaji wako, usiache kuheshimu viongozi wako wa kiroho. Waheshimu sana, wape heshima yote kwa kadiri inavyowezekana. Lakini ieleweke kwamba upako wao sio cheo cha wao kuwa mabwana juu yako. Upako wao ni deni la wao kuwa watumishi wa kwako. Hakuna aliyekuwa anointed kuliko Yesu Kristo. Tena wote tumefuata pattern ya anointing ya Yesu Kristo. Tumekuwa anointed kwa roho na kwa nguvu. Kwa wewe una upako sio kama wa Daudi. Wewe una upako wa Daudi wewe. Leo hii mhubiri yote akisimama akaanza kukuambia chukua upako wa Daudi, hayo maombi yakatae. Hauna upako wa Daudi, una upako wa Yesu Kristo ambao ni mkuu kuliko wa Daudi. Ni kweli naweza nikakuombea kwamba viwango vyako vya kutenda vifanane na Daudi. Lakini reference ya utendaji na ubora wa utendaji wa muamini ni Yesu Kristo, sio Daudi. Ndio maana tukue tukimfanania Yesu Kristo. Daudi mwenyewe alikuwa na vimeo vingi tu ambavyo wewe upaswi kuvifanya. Vingi vya kutosha ambavyo wewe upaswi kuvifanya. Kwa kipimo yule ambaye maandiko anasema alijaribiwa katika hali zote kama sisi na hakutenda dhambi ni mmoja tu. Ni nani? Ni Yesu Kristo. Na ndiye huyo ambaye nia yangu, makusudi na matamanio yangu na matarajio yangu ni kuwa kama yeye. Ni kuwa kama yeye. Sasa sikiliza. Yesu Kristo alikuwa anointed to that level. Na yeye akasema hivi, sikuja kutumikiwa bali nimekuja kuwatumikia wengine. Imagine. Na leo kuna watumishi kwa sababu ya madhihirisho 2 matatu wanataka wawe bosi wa kanisa. Bosi wa kanisa. Yaani yeye amekunja tu 4, kanisa linamtumikia. Kakimbia kule, kakimbia huko, anapoingia hapa zinatandikwa kanga, vitenge hapa, watu wanalala wanapita juu yao. Kwa nini eti ana upako? Nikifika hiyo level, mnikatae. Tafadhali, mtanisaidia sana mkinikataa. Mtafanya hivyo? Mtafanya hivyo? Ni kwa ajili ya kuniponya. Yaani mkiona nafika hiyo level ya kutaka anapoingia nasema nimesimama hapo. Ibada inaendelea nimesimama hapo. Vipi mchungaji aingia? Anataka tutandike kanga hapa ndio aingie. Mkiona nimefika hiyo level, nikataeni. Mtakuwa mmenisaidia. Mtaiponya nafsi yangu. Sipaswi kufika hizo level. Na ndio maana mara zote tunapofanyaga shughuli mbalimbali hapa kanisani, tukisema tunajenga hapa hii madhabahu, mnakumbuka. Mchungaji na mke wake ndio tukao wa kwanza tumepiga tracksuit zetu, vipensi vyetu tunabomoa hapa. Kwa
Kwa sababu sisi ni vielelezo vya utumishi, sio kutumikiwa. Kwa hakipo kitu nitakwambia wewe ufanye ambacho mimi sijawahi kufanya. Na ndio maana hawa kina Frederick, kina Humphrey hawa wanafanya kazi nyingi. Jana kuna kazi moja alikuwa anaifanya. Ndio maana mara nyingine wanashindaga hata kukataa kwa sababu kitu ninachomwambia afanya amesha kuniona nikikifanya. Kwa hana pa kukatalia. Utakataa nini wakati nimefanya sana na wewe umeniona? Tunaelewa vizuri watu wa Mungu. Nikwambia beba hii, kimbia, peleka pale. Ni kwa sababu nimewahi kubeba na kukimbia. Na wewe ukiwa unaniona mara nyingine. Wale ambao tunakuepo Jumamosi wanafahamu hapa. Huwa nikiwahi kwenye usafi na mimi nashika ufagio hapa. Wanaelewa vizuri. Sikai nikasema hivi safisheni, mimi mtaniita. Niitia wapi? Tuko pamoja hapa. Kwa hiyo pako cheo kinachoita kutumikiwa, lakini nafasi inayoita utumishi zaidi. Mimi nimetiwa mafuta kutumika na sio kutumikiwa. Watu wa Mungu, imeleka vizuri, nimetiwa mafuta kutumika na sio kutumikiwa. Kwa leo naomba niwaachie hapa. Jumapili ijayo kwa neema ya Mungu nitamalizia vitu viwili. Nitakufundisha kama muamini anaweza kupoteza upako Jumapili ijayo, alafu nitaanza na kitu kingine kipya. Nitajibu hilo swali, je, muamini anaweza kupoteza upako? Muamini anaweza kupoteza upako. Hilo ni swali ambalo linamaanisha pia muamini anaweza kupoteza Roho Mtakatifu. Si ndivyo? Kwa sababu upako ni Roho Mtakatifu. Kama umeelewa, simama mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo. Simama sasa mahali ulipoanza kumshukuru Mungu kwa maneno yako. Haina haja ya wimbo wa kuabudu sasa kumshukuru Mungu. Anza tumshukuru Mungu. Kama umeelewa vizuri na amekuhudumia, anza kumshukuru Mungu sasa, anza kumshukuru Mungu. Kama kuna mtu anauelewa kidogo na kinanda, anishikie kinanda hapa, anza kumshukuru Mungu, anza kumshukuru Mungu. Kwa mfano tunasema asante kwa neema, tunasema asante kwa baraka, tunasema asante kwa kutuhudumia. Tunasema asante kwa kuwa Roho wako Mtakatifu amekuwa mwingi akifunua siri zake kwa ajili yetu. Asante kwa sababu sisi sio Wakristo wa kawaida, wala sio waokovu wa kawaida, wala sio waamini wa kawaida. Mimi silimitiwi na mipaka ya watu wa kawaida. Mimi ni mtu wako, mimi ni mtakatifu wako, mimi nimetunzwa na wewe, mimi nimefundishwa na Roho wako Mtakatifu. Mimi sizuiwi na mipaka ya kawaida. Asante kwa sababu Bwana umeninoa siku ya leo, umenoa hekima na ufahamu wangu. Asante kwa sababu Bwana umeninoa siku ya leo, umenoa maarifa, umenoa kile kiwango cha kukutumikia wewe. Asante kwa sababu Bwana umeninoa na kunijenga. Asante kwa sababu Bwana kipawa na karama yangu vimenolewa katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Najisikia ndani yangu kuomba na kundi hili la watu ambao mwanzoni mwa maisha yao ya wokovu walianza na walisense kabisa na fulani za utumishi ndani yao. Alafu baada ya muda waisikii tena hiyo kitu, ama hawana tena nguvu ya kuifanya hiyo kitu. Kama wewe ni mmoja wa watu hao, nyosha mikono yako mahali ulipo na Kristo atakuhudumia katika jina la Yesu Kristo. Pengine umekuwa ukitamani kumtumikia Mungu katika eneo fulani na haujui uanzie wapi, ama umepoteza ile shauku na msukumo wa kwanza. Haupo tena. Uliwahi kuisikia mahali fulani kipindi fulani, na baada ya hapo imepotea, haipo tena. Inua tu mikono yako mahali ulipo, naenda kukuombea katika jina la Yesu Kristo. Mfalme nasema asante kwa mikono ambayo imeinuliwa sasa. Asante kwa sababu wewe Roho Mtakatifu unafahamu mahali ulipowaita, namna ulivyowaita, na point ambayo Bwana ulikusudia wakutumikie. Nami kama mtumishi wako mahali hapa, kwa mamlaka na ile neema ya Kristo juu yangu, nina renew ule mzigo ndani yao, ninaufanya upya katika jina la Yesu Kristo. Ile sauti ambayo iliwasemesha na kuwazungumzisha mara ya kwanza, ninaifanya upya katika jina la Yesu Kristo. Wakakusikie kwa mzigo ule tena, wakakusikie kwa sauti ile tena, ile zeal ya kukutumikia, ile nguvu ya kukutumikia, ule msukumo wa kukutumikia ukarejeshwe tena ndani yao katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Ninawaombea sasa Bwana kwamba